Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za kitaifa, kati ya vijana 600,000 hadi vijana 1,000,000 wanaingia katika soko la ajira kila mwaka, huku ajira zinazozalishwa zikiwa hazina uwiano mkubwa na vijana wanaoingia katika soko la ajira. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha vijana kuwekeza na kuwaunganisha vijana na wawekezaji mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kuweza kukuza wigo wa ajira zao? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa vijana kwa kuleta swali zuri sana ambalo linagusa maslahi mapana ya vijana na linagusa ajenda kubwa ya ajira kwa vijana ambayo ni ajenda ya dunia, si tu ajenda ya Tanzania, ni ajenda ya dunia. Na Mheshimiwa Spika, jambo alilosema ni la ukweli kwamba vijana wengi wanaingia katika soko la ajira duniani na hapa nchini kwetu. Na Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa vijana wakiwa bado wako kwenye masomo tu, wakitumia wamaliza middle school wanaelekea vyuo, na wengine wakiwa vyuoni walikuwa wanapokea barua za kuambiwa wachague kazi wanayotaka kwenda kufanya. Anakuwa na barua 1, 2, 3 achague kazi. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa sasa si jambo la ajabu kukuta mstaafu yuko na graduates 2, 3 wakiwa tegemezi kwake. Kwa hiyo ni jambo kubwa, hii ni ajenda kubwa ambayo Mheshimiwa mbunge ameileta. Na Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge amesema serikali ina mkakati gani? Moja, Mheshimiwa Spika, ipo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-30 ya kutengeneza ajira zipatazo zaidi ya milioni 8. Mheshimiwa Spika, hili si andiko tu la ilani, ni andiko ambalo limewekwa kwenye mikakati ya utekelezaji, ikiwemo mipango ya mwaka mmoja na ile mipango ya miaka 5 ambayo ipo kwenye dira ya taifa 2050. Lile pato tunaloliongelea la takribani dola trilioni 1 ifikapo 2050, tunatarajia mchango mkubwa utoke kwa vijana. Na vijana hawa tunaandaa mazingira bora ambayo yatawawezesha kupata ajira ndani ya sekta ya umma, lakini pia kwa wingi katika sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, ni vitu gani tunavyovifanya? Tayari tumepitisha kwenye sheria yetu ya uwekezaji ya sheria namba 6 ya mwaka 2025, ambapo sasa vijana wanaweza kunufaika na zile incentive ambazo walikuwa wanapata wawekezaji wakubwa. Sasa tumepeleka kwamba hata vijana wa Kitanzania wanaweza, wakishapata cheti kile cha TISEZA, wanaweza wakanufaika na vile vivutio ambavyo wawekezaji wakubwa walikuwa wanapata. Ni nini tunaongelea hapo? Wataweza kupata ardhi, wataweza kupata mapunguzo kwenye masuala ya kodi, ushuru pamoja na tozo mbalimbali. Lakini pia kwenye yale madirisha ambayo wawekezaji wakubwa walikuwa wanapata, sasa tumefungua kwamba vijana na wenyewe wanaweza wakapata fursa hizo. Dirisha la kuwanufaisha na masuala ya viwanda, dirisha la kuwanufaisha na masuala ya kupata masoko, lakini pia dirisha la kuwaunganisha na taasisi za kifedha ambalo na lenyewe lilikuwa moja ya jambo kubwa linalowakwamisha vijana wetu. Mheshimiwa Spika, si hilo tu. Mheshimiwa Rais ameunda wizara mpya ambayo inashughulika na masuala ya vijana. Tena iko ofisi ya Rais. Mheshimiwa Spika, wizara hii Mheshimiwa Rais hajaiunda tu ili ipate waziri. Mheshimiwa Rais kuna maelekezo ambayo ameyatoa ya kufanyia kazi, ambayo tayari tumeshaanza kufanya kazi kwa kushirikiana na wizara hiyo ya vijana, ambapo tunataka vijana hawa wanufaike na fursa zinazojitokeza. Baadhi ya fursa ambazo zinajitokeza, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na serikali imefungua lile dirisha la Export Guarantee Scheme, ambapo ndani ya mwaka huu au within mwaka huu tunatarajia
dirisha hilo la kutoa dhamana kwa vijana wanaokosa dhamana lianze kutumika kwa ukubwa wake, ambapo sasa itakuwa kampuni ya kutoa dhamana kwa vijana, ambapo vijana wengi wataweza kunufaika zaidi na dirisha hilo la kuweza kupata dhamana, ambapo tayari hivi tunavyoongea ndani ya Benki Kuu ya Tanzania kuna shilingi bilioni 280 ambazo zimewekwa kwa ajili ya kutumika kama dhamana kwa vijana. Na Mheshimiwa Spika, jambo hili ambalo Mheshimiwa mbunge ameliongea, mimi ni moja ya watu ambao nimeliishi. Nilipomaliza chuo kikuu nilifanya kazi za kubeba zege na kufyatua tofali, na mke wangu akifanya kazi ya mamalishe. Kwa hiyo najua adha ya kijana kukosa ajira. Na Mheshimiwa Spika, tumeshaanza hata kuongea kwamba vijana wanapata mikopo wakiwa kwenye masomo, wakimaliza wakapata vyeti vyao vile wanahangaika kupata mikopo kwa sababu hawana dhamana. Tumeanza kuwaza kupitia maelekezo yale ambayo Mheshimiwa Rais aliyaelekeza kutafuta namna ya kuamua vijana hawa. Mheshimiwa Spika, tumeanza kuwaza kwamba kijana aweze kutumia cheti chake kile alichohitimu kuweza kukopa. Kama akamaliza famasia na imejulikana amemaliza famasia, aweze kutumia cheti chake kile kukopa aanzishe famasi. Kama amemaliza uhandisi na ana cheti chake cha uhandisi, anahitaji vifaa vya umeme, aweze kutumia cheti chake kama dhamana, aweze kupata mikopo hiyo. Kwa hiyo jambo hili tutalileta hapa bungeni, Mheshimiwa Spika, tutakapokuwa tumemaliza hiyo sheria ambayo tunataka itengeneze kampuni ya kutoa dhamana, lakini pia ya kuweka dhamana mali ambazo zinaweza zikahamishika. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Ni swali zuri na serikali inafanyia kazi kwa ukubwa wa ajenda hiyo ya ajira kwa vijana.